Yaani mimi na mimba? Mimba yenyewe itakuwa ni ya Kani? Kwa nini siku nafanya hichi kitendo? Sikufikiria. Alafu kwa nini sikutumia tahadhari? Singetumia hata kinga mimi. Haya, kimetokea hichi sasa. Nakuja kumwambia nini dadangu anielewe? Dadangu atanielewa kweli? Malengo yangu ndo yameishia hapa. Sijui namueleza nini dada yangu. Dada yangu yuko huko anapambana niende chuo. Mwishowe ndo hapa. Mtafanya nini mimi? Mbona mimi kama malengo yangu ndo yameisha? Haya, ndo nimeshafanya hivi. Alafu Kani mwenyewe sijui kama ana malengo na mimi au ana uwezo kuulea ujauzito. Lakini nilifanya naye mara moja tu. Imekuwaje nimepata ujauzito? Na mwanaume mwenyewe alionipatia ujauzito. Ngoja nimpigie rafiki yangu Aminata. Anaweza kanipa ushauri juu ya hili. Aminata. Hello, Pesha. Vipi? Poa, niambie. Shoga yangu na majanga. Majanga gani tena wewe? Naomba uje kwetu nikuelezee. Yaani wewe. Nikuelezee ujue cha kunishauri. Nije sasa hivi? Sasa hivi, yani sasa hivi ninavyoongea hapa. Poa, kuna kazi nimeachia dada hapa. Ngoja nimalizie chapo alafu nakuja hapa. Haya, sawa. Bibi aliniambia dunia tambala bovu, binadamu hawana jema, ila nina subira, maana siku hazigandi, nizidi kumwomba Mola, ana yeye ndo mpaji. Mbona kila nalofanya kwa ubaya, hawapendi kuniona mbele ninasonga. Natamani kumwona mganga wako kwa macho yangu. Leo naongea na mtu kwa simu, alafu baada ya muda analeta tu pesa mwenyewe. Huyo mganga ni kiboko, shoga. Nilikwambia mambo mengine hayahitaji papara katoto. Kwa hizi pesa sasa, shoga, tutalipa kodi, angalau tutadaiwa hata na mwenye nyumba. Na tuanze kabisa biashara yetu, maisha yabadilike. Lakini sio kwenye huu mtaa, shoga, labda tukaanzia huko kwingine. Hapa watu wanatujua sana. Halo. Lakini katoto, mimi nashindwa kuvumilia kabisa kuhusu JP. Yaani kila nikimwaza tu, yaani moyo wangu unashindwa kabisa kutulia. Sasa nawe kama ulimaanisha leo niambia, ungechukua tu mapema. Ni kweli awamu hii mlazi damu. Asa ndo Mary nayemtaka mimi. Asa shogangu, hapa tunapika au tunaenda mapao kula mbuzi nyama?
Hapana, leo tunakula vya kupikiwa. Okay, basi ngoja nikajiandae mapema kabla hujabadilisha mawazo. Nikifikiri kuja kuwa sawa, naona miujiza. Kama mwanafunzi mtukutu nimesha. Mambo Kiberiti? Poa. Vipi? Wema. Kiberiti, mbona dadako haonekani? Toka amepokea hela ya vikoba simuoni, nikimpigia simu hapokei wala haonekani. Ana shida gani? Yupo, mbona hata jana nilimuona. Mimi sijamuona, sijui kwa nini ananikwepa. Yupo, jana nilikuwa naye. Kuna hadi niliahidiana naye akanipatie pesa. Halo da upepo. Halo Kiberiti, unaendeleaje? Naendelea vizuri. Zile pesa ulioniomba nikupatie, umeshampatia huyo aliyekukopa? Ndiyo, nimeshapeleka hizo pesa, nimempatia. Sijui itakuwaje. Wewe una akiba shingapi? Hapa hata sina hata senti. Yaani babu yuko serious, ni mgonjwa hatari. Nini? Babu anaumwa? Ndiyo, anaumwa. Hata mimi nimepigiwa simu kupewa hizo taarifa, na zinahitajika pesa kwa haraka kama 600,000 hivi. Sasa hapa nina 200,000, nifanyaje? We mtumie hiyo, zilizobaki nitajua mimi la kufanya. Okay, ngoja nitume hii 200,000. Poa. We, nani anaumwa tena? Babu anaumwa. Anaumwa nini? Na anaumwa sana. Ngoja nikamtumie pesa. Itakuwa ni kweli. Iko serious kweli? Sasa Pressure, huyo kijana anaeleweka? Ana malengo yote na wewe? Je, unadhani anaweza kaleo mimba kwa namna yote ile? Na umemwambia kuhusu ujauzito wako mama? Kiukweli sijamwambia, wala hamna mtu yoyote anajua zaidi yako. Na kuhusu kueleweka, sijui kama ana uwezo wa kulea ujauzito. Maana yake namjua vizuri. Kwa uhakika mimi hata sina, na wala sijui nafanyaje. Sasa hilo ni kosa. Kinachotakiwa wewe hapo ulivyo, na unamjua dadako vizuri kabisa, inabidi umfuate umwambie. Yaani kwa namna yote ile inabidi umwambie. Na ukichelewa na unaona siku hizi dada umepotea, yaani fanya njoo tu umwambie. Sawa, nimekuelewa. Ila kwa ninavyomuona huyu kaka, hana uwezo kabisa wa kulea ujauzito. Na nayo mhofia zaidi ni dada yangu. Akijua mimi sijui atanifanya nini. Halo Kani. Niambie Kiberiti. Mambo? Poa mtoto mzuri, ni vipi? Poa. Niambie unyinye huko pande zetu. Nipo tu huko mtaani kwetu. Huko mtaani? Unatembea au umekaa? Kuna mahali nafika. Kuna dada tu nafika naenda kuongea naye. Ingependeza sana kama tungeonana leo. Sawa, labda nikitoka huku nitakuja huko mtaani kwenu, utanielekeza. Hapo itakuwa poa sana. Sawa. Sawa.
akijua mimi sijui atanifanya nini. Na siku za chuo zinakaribia, na huko alipo ni ananipambania mimi niende chuo, sio mwingine, nitimize malengo yangu. Kwa ujinga wangu sijui mimi nafanya nini, na sijui nitaanzaje kumueleza dadangu anielewe. Na kweli. Alafu nakumbuka ile siku tulikutana nikakuelezea kuhusu ile deal la kuweka pesa na kupata mara 10. Ndio uliniambia. Yaani nimewafuatilia ni hapa nilipo, yani nimechoka. Yaani sielewi tena nifanyeje. Maana hawaeleweki kwa chochote. Nimechoka. Na kibaya zaidi, chuo kinakaribia kufunguliwa. Na dadangu hajui chochote. Yaani hapo nahisi yani akijua sijui nitafanyaje. Yaani niko njia panda, pressure. Kwa hiyo amekutapeli? Ndiyo. Naweza kusema amenitapeli. Kwa sababu yani hawaeleweki kwa chochote. Maana nimefuatilia mpaka nimechoka. Yaani nimechoka. So I'm not sure kama ni wako yani wanaweza wakanipa chochote. Maana hawaeleweki. Saa kubwa kuliko ni hili. Baada ya kutoka sasa pale hivi kwenda kuwatafuta kudai hela zangu, nikawa nina mawazo. Nikapata wazo, nikasema ngoja nimpigie mkaka fulani hivi, alinipa namba zake. Anakaa mjanja. Ana akili. Nikasema ngoja nimpigie, anaweza kanisaidia mawazo. Basi nikamtwangia namba. Kaniambia njoo getoni. So kwa vile nimemwamini, nikaona ni mtu nikaenda mama. Nikafika pale magetoni, nikawa nimeona miwani, alafu ile miwani ilikuwa ni ya kike. Sema sikuchukulia maanani sana kwa sababu ya nimetokea kumwamini tu. Sasa zile situation pale unajua na ukienda geto nini, katika harakati za kumuelezea hivi yakaibuka mambo mengine. Mara kanishika bega. Mama, mwili wote uka vibrate. Yaani ngajikuta nimefanya kile kitu, yaani mwenyewe sikutarajia. Sasa wakati nimekaa pale kitandani navaa nguo zangu mama. Nikaa namuelezea yule kaka Chucho kifanya sio vizuri. Mara nashangaa mlango unafunguliwa. Mtu kaingia. Ni mdada tu, alafu huyo mdada namjua sasa. Yes, cha kukupongeza tu na cha kukupa hongera zaidi na zaidi ni kujitoa tu kwa yule madam. Yaani umefanya uamuzi mmoja mzuri sana. Umefanya la maana sana. Kaa hapa, jipange, tafuta maisha yako, tafuta pesa yako, kwa kazini ndio vile na usharudi, najua utapata mshahara mzuri. Kwa sababu kule ulikuwa unapotea. Utajipanga, utatafuta nyumba yako. Ni kweli. Yaani sijui nisemeje kuhusu furaha ambayo ninayo kwenye moyo wangu. Kingine, kufanikiwa tu kutoka kwa Madamu Ashura kwangu ni kitu kikubwa sana. Lakini pia siwezi kujisifia mimi. Lazima nikusifie wewe kwa sababu wewe ndio uliyepambana. Unajua ungeamua kuweka moyo mgumu kama wa Farao kwa ombi langu, ina maana leo sasa hivi tusingekuwa hapa. Unaona Na pia nisingefanikiwa kutoka kwa Madamu Ashura. Na sikutegemea kabisa kwamba Madamu Ashura yeye ndo alikuwa anahusika kwa kila kitu. Alafu piga hesabu sasa. Eti yeye pia ndio alikuwa ni mwanamke wangu na lala naye ndani na kaa naye ndani. Alafu kumbe pia yeye ndo chui. Ndo kati ya wale ambayo sasa na wadai zile hela zangu. Wale wanaoweka hela za wanasema wanaweka hela ambazo unaweza kupata mara 10. Na mjua vizuri. Kilitokea tumbwi pale. Yaani huyu mtu mwenyewe tunaomuuliza sasa hajibu. Yaani yuko kimya kama kapigwa shoti vile. Nilichoka rafiki yangu. Nikasema nimeisha tena mimi. Na vile tumefanya bila tahadhari yoyote. Yaani sielewi. Yaani naona kama vile yani alikuta wewe. Yaani sijui atanikuta na mimi I don't know.
sijui nitakuwa na mimba, sijui nitakuwa nishapata magonjwa hapa nilipo, maana hatukutumia kinga yoyote. Yaani sielewi mpaka sasa hivi. Pole Aminata, ndo maisha haya. Na vijana siku hizi sio kuaminika kabisa. Shoga yangu, ngoja mimi niende. Maana hata kwa nyumbani nimetoka sijaaga na dada mwenyewe yupo nyumbani. Akifika nyumbani hapo akanikosa. Tunamjua tena dadangu mwenyewe. Sawa. Karibu tena. Aya mami, wewe na siku njema. Tena ndio ni mimi hivi? Unajidai una huruma sana wewe, si ndio? Na wakati wewe ni mchawi mkubwa. Kweli nyani haoni kundule. Kwani wewe hujionyesha huruma pia wakati wewe ni mchawi wa kufa? Mimi fanya huruma gani? Hivi wewe ni wa kusaidia watu, eti unamsaidia mwanamke ili apate mwanaume? Unatumia uchawi wako kipumbavu sana. Oho, huruma yako ulioifanya hujaiona, si ndio? Yule mwanamke uliompatia uchawi unamkumbuka tena bila kujijua, na pia ukamsaidia laghai watu eti wapate pesa mara 10, mpaka akaumiza na kikundi wangu wa vikoba, na mwisho ukampatia dawa ya mapenzi ili akampate mwanamume. Hizo sio huruma umezifanya? Sasa sikiliza wewe mwanamke usio na stara. Sikuja kwa lengo hilo. Mara ya mwisho ulisema nikikupiga nitakuwa nimekuonea kwa kuwa hujajipanga. Halafu mimi nitaonekana muoga kwa sababu unampiga mtu ambaye hakujipanga. Bado hujajipanga au nisubiri mpaka lini? Kumbe bado unalilia kifo chako. Sasa sikiliza, tukutane ile siku ya kafara. Ndio itakuwa vita yangu kubwa mimi na wewe, na ijulikane nani mchawi kamili, yaani nani mwenye nguvu, wewe na mimi. Sawa, hii ni ya pili na awamu ya 3 sintokuuliza.
nitakupiga na nitakuua, hata kama utasema hujajipanga, hata kama utasema nakuonea. Yaani huyu dawa yake imeiva. Yaani huyu nitamnyoosha. Anajifanya anajua uchawi, yani anajua kupigana. Ameenda chukua nguvu polini. Sasa mimi nitaenda angani. Anajidai nini? Pumbavu mkubwa huyu. Yule kapata ndoa ila kukosa mtoto imekuwa hitilafu. Kusoma kasoma ila kupata kazi imekuwa hitilafu. Hitilafu. Kama kupendana walipendana wakashibana. Hitilafu. Ila ugumu wa maisha umefanya wameachana. Yaani huyu Vija anajifanya kaenda polini kuchukua dawa. Yaani mimi kama kaenda polini mimi naenda angani. Asije akawa akawachukua wale watoto wangu nini? Maana Nyanduna sijamuona siku nyingi. Huyu mdogo wangu naye mwalimu kaenda mazima. Yaani hawaji, hawajui kwa ninaendeleaje. Au ni hivi nilivyoambiwa asije hapa nyumbani kwangu. Hebu nimpigie hata huyu. Nimpigie Nyanduna simu. Halo Nyanduna? Halo? Uko wapi? Na kuhitaji haraka sana nyumbani. Nina shida na wewe. Na maongezi na wewe, njoo huku tutaongea. Wewe unataka mpaka nani? Mpaka nikwambie. Njoo haraka bwana wewe, utakuja tuongee huku nyumbani. Haya. Asante. Nipigie Miriam. Halo? Mwalimu. Nina shida na wewe uje huku nyumbani. Niko hapa nyumbani sasa hivi. Yaani njoo sasa hivi nina shida na wewe. Kuna kitu nataka nikuambie, njoo. Na kuhitaji haraka. Haya, naomba uje basi. Haya, asante mama. Unajua hicho kitu nilipokuja kukigundua kimenifundisha vitu vingi sana kiukweli. Na pia nashukuru kwa sababu nimerudi pia kazini. Sasa hivi nipo kazini, naamini nitajipanga, nitafanya mambo yangu vizuri na nitarudi kuwa kama zamani, kwa sababu kichwa chenye akili kitakuwa na mafanikio. Lakini kichwa kisicho na akili hata kipewe milioni 10 ni mzigo tu, baadaye tu atarudi kwa maskini vile vile, si ndivyo? Kwa hiyo naamini ipo siku nitakuja kukaa vizuri, na nakushukuru sana, asante sana. Kuhusu hilo usijali ndugu yangu, si ni ndugu, saidizana ni lazima.
Nisipokusaidia mimi atakusaidia nani? Naweza nikapata hata shida mimi na wewe ukanisaidia vile vile. Afu achana na yule mwenyewe mbibi yule. Shatoka hata kwenye umri wa mshangazi. Eti mshangazi, eti ameshakuwa mbibi. Bibi yule, ulikuwa kupeleka wapi yule sasa? Wewe na ulitegeka kidogo. Si ni madawa tuseme. Ulikuwa unapotea. Chana nayo mambo bwana. Wewe jisikia amani kabisa. Hapa ni nyumbani. Kuwa huru, kuwa free. Muda wowote, saa yoyote. Wewe kaa hapa, ujipange, mambo yako yakienda sawa tu. Fanya unavyochukua, chukua nyumba, chukua chumba, weka familia bado ukae. Wewe bado kijana. Yes. Salai huyo. Madam, karibu. Asante, vipi? Safi, uko poa madam? Niko poa, za wewe? Njema, utokapo? Pazuri, unaendeleaje? Niko poa, karibu nyumbani. Okay. Jisikie huru. Tupo nyumbani. Nipo na kaka yangu bwana. Ndugu yangu JV. Unamwona mwana kondoo karudi kundini. Au unasemaje? JP, vipi? Asipo, naendeleaje madam? Naendelea vizuri, sijui wewe. Maana niliambiwa na Sam. Kwa hiyo kuhusu madam. Pole, imetuuma sana. Pia pambana. Kwa sasa hivi pambana. Endelea na kazi. Jitahidi. Sam kakuweka hapa kumchukulia kama ndugu yako. Sawa? Kwa upole. Asante sana. Na pia hongera kwa kurudi sasa. Sam, niambie. Hongera. Maana kipindi cha nyuma nilikuwa naona unavyofanya ndivyo sivyo. Ila kwa sasa hongera sana. Umejitahidi. Nashukuru. Mimi niliona umenipinga mwanzo na nini, lakini mimi nilikuwa najua ninachokifanya. Kwa sababu mimi sikuwa tayari kumwona ndugu yangu anapotea kabisa. Ulivyonipinga na nini, mimi sikuangalia. Maana kwa mimi nikiamua la kwangu, huaga siangalii ukuta ulioko mbele yangu, huaga nabomoa tu, napita. Na nimefanya hivyo hivyo. Ndio maana unamuona ndugu yangu leo ana shanting, unamuona? Right. Kweli, ndio maisha yenyewe haya. Tutafanyaje tusipozana sisi vijana, tusiposaidizana kwenye tunaelewa. Sama nini? Yes, bila samani. Halo. Vipi mdogo wangu? Kuna nini tena? Sio nyumbani. Hebu niambie, kwani hapa dini je huko? Naomba upende mara yetu kidangu. Mbona kama unalia? Dada. Haya sawa, nakuja. Sawa dada. Vipi? Kuna tatizo? Ni mdogo wangu, achana naye. Usimkatize namna hiyo, wala usipuuzie. Huwezi jua kuna jambo gani linalomkuta mtu mpaka analia, afu yule mtu mzima. Nimeshamzoea, mdogo wangu hana shida yoyote huyo. Namjua alivyo. Unajua ongeza kumfuatilia, uweze jua kwamba kuna tatizo labda nyumbani. Eti. Hai jamani, nilikuwepo. Usiseme kawaida yako kapotezea. Nenda kumsikilize bwana. Kamwangalie. Jipi? Sawa. Ngoja niende. Tupo, umekataa hata kinywaji. Fanyiwa. Simba atampiga Azam au inakueje? Ni kudraw. Tena hata draw yenyewe ni anaweza kapigwa hata mawili. Wewe mwenyewe umeona kitu Yanga amefanywa. Sawa, cha jana nilikiona, lakini ule tu ni traffic kidogo ilitokea. Unaelewa?
Sisi lazima tumpige Azam. Azam lazima akufinyi mjomba. Azam sasa hivi wa moto, kapamba moto ndugu yangu. Sasa sisi hatukosei. Azam watoki. Tutaona.